Karibu kwenye daraja refu kuliko yote Afrika Mashariki na Kati. Karibu kwenye daraja la 6 kwa urefu barani Afrika. Hapa nilipo ni kwenye daraja la John Pombe Magufuli, mkoa ni Mwanza, ndani ya Tanzania. Daraja hili linakuja kuondoa historia ya muda mrefu ya wakazi ambao walikuwa wakipata shida ya kuvuka kutoka katika eneo hili la ushoroba wa Ziwa Victoria, ambapo kukatiza kutoka katikati ya jiji la Mwanza ili kuelekea katika mikoa ya Geita, mikoa ya Kagera pamoja na Kigoma, ilikuwa ni lazima watu watumie vivuko. Na kwa miaka mingi vivuko vitatu, MV Sengerema, MV Mwanza pamoja na MV Misungwi, vimekuwa vikifanya kazi ya kuvusha watu katika eneo hili. Kutoka kutumia saa 1, saa 2 mpaka saa 3 wakati mwingine, sasa wakazi wa eneo hili watakuwa wakivuka kwa kutumia dakika 3 pekee. Ujenzi wa daraja hili uliasisiwa na Rais wa awamu ya 5 Daktari John Pombe Joseph Magufuli, na mpaka anafariki Machi mwaka 2021 ujenzi wa daraja hili ulikuwa umefikia asilimia 25. Kazi iliyosalia imekuja kuhitimishwa na kumaliziwa na Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni daraja la aina yake, urefu wa kilomita 3, lakini upana wa mita 28. Lakini pia ukilitazama vizuri daraja hili utaona lina njia takribani 6, njia 4 zitakazokuwa zikitumiwa na magari, lakini njia moja itakayokuwa ikitumiwa kuegesha kwa ajili ya dharura, pale ambapo mtu yoyote anayekatiza katika eneo hili katika daraja hili kwa kutumia gari lake akipata hitilafu anaweza kuegesha pembeni. Lakini njia nyingine ambayo ipo katika daraja hili ni njia ya waenda kwa miguu. Hii itafanya yule anayetaka kuvuka kwa gari avuke kwa haraka, lakini yule ambaye hana fedha ya nauli anataka kuvuka kwa mguu itabidi avuke katika eneo la watembea kwa miguu. Ni kazi kubwa ambayo imefanyika na ni kazi kubwa ambayo imekamilishwa. Nikiwa ndani ya jiji la Mwanza, shahidi wa Jamhuri Charles William, nimepata nafasi ya kuzungumza na wenyeji jinsi ambavyo wameupokea vipi mradi huu. Nazungumza na mkuu wa mkoa wa Mwanza, Said Mohamed Mtanda. Eneo la Kigongo ni upande wa Misungwi, eneo la Busisi ni upande wa Sengerema. Wanatenganishwa na ushoroba wa Ziwa Victoria, ambapo sasa ushoroba huu unakuja kuzibwa na daraja hili litakalokuwa likivusha watu bila tatizo. Mkuu wa mkoa anasemaje kuhusiana na mradi huu? Nafikiri unaweza ukaona kwa macho kwamba kazi hii almost imekamilika, na sasa hivi tunafanya final touches kwa ajili ya kufanya tu usafi wa daraja, lakini mambo madogo madogo, kuweka taa mbele ya zile kilomita kadhaa za lami pale Busisi. Kwa hivyo almost work done. Huu ni mradi mkubwa ambao uliasisiwa na serikali ya Rais Dr. John Pombe Magufuli, na nafikiri wakati ule alipoiasisi aliacha kazi hii ikiwa imefikia asilimia 24.6. Kwa hivyo alianza kazi hii na mpaka ilipofika mwaka 2021 kazi hii ya ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi ilikuwa imefikia asilimia 24.6. Tunatumia fursa hii kumshukuru sana muasisi wa kazi hii Dr. John Pombe Joseph Magufuli, lakini pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuikamilisha kazi hii kwa uzalendo mkubwa, na hata inapoelekea tarehe 19 ya mwezi huu daraja hili linaenda kuzinduliwa rasmi, na litakuwa imeleta suluhu ya mawasiliano baina ya mkoa wa Mwanza na mkoa wa Geita, lakini pia mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, lakini pia hata nchi jirani za Uganda kupitia Kagera kuja Geita kutokea hapa Mwanza. Kwa hiyo na ukiangalia daraja hili kwa sasa una uwezo wa kutumia dakika 3 katika kutembea kuvuka kutoka upande wa Kigongo kufika upande wa Busisi. Lakini kabla ya hapo wananchi wa eneo hili
walikuwa wanatumia vivuko, feri ziko hapo. Ziko feri 3 pale chini ukiziangalia. Feri hizo zilikuwa zinatumia masaa mawili. Saa moja kusubiri, saa moja ni kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Kwa hiyo unatumia takriban masaa mawili. Lakini ilifika mahala hapa kukawa na changamoto ya magugu maji, unaona yale kule. Yalikuwa yanakaa upande huu ambako hizo feri zinapita. Kwa hiyo engine zinakuwa overheated. Kwa hiyo wanatumia muda mrefu zaidi. Na wakati mwingine vyombo hivyo vilikuwa vina collapse vyote. Kwa hiyo tulikuwa tuna changamoto kubwa sana, hali iliyopelekea wakati mwingine kuwaruhusu wapite daraja la muda hapo chini, unaweza ukaliona baadaye. Kwa hiyo kutoka matumizi ya masaa 3, sasa wananchi baada ya uzinduzi wa daraja hili watatumia dakika 3. Kuna wananchi wengi kiasi gani ambao wanategemea wanafanya shughuli zao na kuvuka upande huu wa Kigongo na Busisi, kwa maana kwamba umuhimu wenyewe wa daraja hili utafanya abiria wangapi au watu wangapi waliokuwa wanatumia kivuko waanze kupita katika daraja hili? Wakati tunatumia huo usafiri wa hivyo vivuko, kwa wastani kwa siku kadirio la chini kabisa ni 9,000, watu 9,000 kwa siku. Lakini wakati wa sherehe, shughuli mbalimbali, tunapata watu hadi 13,000 wanavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Na kama nilivyosema, hapa nauli yetu kuvuka pale ni shilingi 400. Kwa hiyo tukiwavusha watu 13,000, ukipiga mara 400, almost pale tulikuwa tunakusanya kwenye vile vivuko shilingi milioni 5.2 kwa siku. Kwa siku moja. Kwa hivyo tukitumia siku 365 za mwaka, ukizidisha kwa milioni 5 na laki mbili, tunapata bilioni 1.8 kwa mwaka. Kwa hiyo wananchi kwa kuvuka pale, uchumi wanaouacha pale ni bilioni 1.8. Hizo ni fedha za wananchi. Ni fedha za wananchi. Zinapotea. Zilikuwa zinapotea kwa sababu almost serikali haifanyi biashara kwenye kuvuka. Kwa sababu vivuko vya serikali tunatoza 400. Lakini vivuko vya aina hiyo vikiwa vya private wanatoza shilingi 1,000. Kwa hiyo utakuta fuel consumption inakuwa kubwa, operation cost inakuwa kubwa, na ndio maana wanalazimika vile vivuko kutembea kwa spidi ya chini ili wasiwe na matumizi makubwa ya mafuta ili kuweza kumhudumia mwananchi kwa shilingi 400. Otherwise huwezi kurani kivuko kwa shilingi 400. Lakini pale inapita magari 800, wastani wa magari 800 kwa siku. Ndiyo. Na hayo magari yanatakiwa yalipe fedha. Kwa hiyo unaweza ukadabo kwamba magari 800 wakivukisha kwa gari shilingi 1,000 mara siku 365, unaweza ukaona wastani wa fedha kiasi gani ambazo zilikuwa pale zinatumika au wananchi wanalazimika kuzitumia ili kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa maana kwa uzinduzi wa daraja hili sasa, mwananchi hatotumia tena shilingi 400. Kwa hiyo hakutakuwa tena na 1.8 bilioni kwa mwaka. Itakuwa ni bure. Itakuwa kwa sasa serikali haijatutangazia kwamba ina malipo katika daraja hili. Na nijuavyo mimi pia kama wataleta kodi labda kwa ajili ya magari ya abiria, watu wanaofanya biashara. Lakini kwa kuwa serikali inatoa huduma, sifikiri kwamba wataweka kumchaji mwananchi kupita hapa. Watu wote wa Geita, watu wa Kagera, watu wa Kigoma, hii ndio njia yao kuu. Na walikuwa hawana namna ya kufika pale kwa urahisi, kufika pale Mwanza kama hawatovushwa kwenye hivyo vivuko hapo vitatu ambavyo vinafanya kazi. Lakini kumbuka hivyo vivuko hapo ni distance ya kilomita 3. Lakini tunatumia masaa 3. Kwanza kuna waiting period. Abiria wajae, magari yajae, after 1 hour ndio mwanze ku take off. Mnapo take off, kama tulivyosema, operation cost ni kubwa sana ya mafuta. Kwa sababu ile ni huduma. Kwa hiyo wale wameamua kuiweka engine katika level ya wastani ya utembeaji katika ziwa. Tofauti na operator ambao wana operate vivuko binafsi. Wao bei yao ni zaidi ya shilingi 1,000. Kwa hivyo wanaweza hata kuongeza speedi, wakatumia mafuta mengi, lakini wana minimize cost, wanaweza ku make profit. Kwa hiyo inawalazimu hapo wakati mwingine wakae masaa 3. Lakini kutoka hapa Mwanza peke yake ukiwa na gari zuri unafika Geita ndani ya kipindi cha masaa 3.
lakini hapa peke yake unaweza kuspendi masaa matatu, sehemu ya kilomita 3. Kwa hiyo daraja hili limekuwa kwa kweli ni kilio cha wananchi wa mikoa hii ya kanda ya Ziwa, na nafikiri unaona furaha yao. Shahidi wa Jamhuri Charles William, nimetumia dakika 3 na sekunde 15 kuvuka katika eneo hili la Kigongo Busisi. Hili ni daraja ambalo baada ya kukamilika kwake wananchi watakuwa wakivuka hapa kwa kutumia dakika 3 tu, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo wananchi wamekuwa wakitumia vivuko ambavyo huchukua saa 2 mpaka saa 3 kuweza kuvuka katika eneo hili. Ni mabadiliko makubwa yanayotokana na kukamilishwa kwa mradi huu wa ujenzi wa daraja la John Pombe Magufuli maarufu kama Kigongo Busisi. Hii ndio sehemu ambayo nipo, na hapa niliposimama ni upande wa jimbo la Sengerema, wilaya ya Sengerema, kata ya Busisi, kijiji cha Busisi, kitongoji cha Busisi Madukani. Hapa nimefika kuzungumza na wenyeji wakiwemo wazee na vijana wa eneo hili. Wanieleze kidogo hali ya mambo ilikuwaje hapa zamani. Mimi kwa majina naitwa Mariamu Nashemba, mkazi wa Busisi, kitongoji Madukani. Mara ya kwanza kabisa tulikuwa tunavuka na mitumbwi ambayo ilikuwa inatuletea ajali, watu kuzama. Kipindi anakuja kwa Mzee Mbizo kuleta mahali ya mke wake Janet, mtumbwi ulizama. Wakati Magufuli anakuja kuleta mahali, amemaliza kutoa mahali, akasikia mtumbwi umezama na watu 7 wamepoteza maisha. Wakati huo bado mbunge akawaza, akasema nitavuka na nini kama mtumbwi mmoja umezama na mtumbwi ni wakasia. Akaangalia akaona hapana, akamwambia mke wake kwamba siwezi kuvuka, ilibidi nizunguke wapi? Nizunguke Kamanga. Mke wake ndo Mzee Mbizo. Basi akasema utaenda na nini? Akasema nitaenda na baisikeli. Hakuna cha pikipiki wala cha nini, ni baisikeli. Walikuwa watu 3. Baadaye kweli akaenda na baisikeli mpaka Kamanga akavuka. Yule baba akaumia mno, akawa anayaangalia maji haya. Akasema sasa haya maji si yatamaliza wakwe zangu na ndugu zangu kutoka Chato. Akasikitika, akawa basi hakuna cha simu. Akaja akachukua mke wake wakaenda. Sasa akawa akija ni feri kanaitwa Kakomi, wengine kalikuwa kanaita ka Mwanza. Kashida mkipanda kwenye feri masaa 2 mwezi wake kutoka Busisi kwenda Kigongo. Yule baba kumbe akawa anaumia. Siku moja akapewa uwaziri, akawa anakuja kwa wake zake akasemaje, lakini hapo wakiweka daraja halitakubalika. Mke wake anamwambia hapana, hapa ni mbaya, lakini unajua mimi nikipataga uongozi hapa nitaweka daraja. Rais Magufuli sasa ni waziri, wakampa waziri wa ujenzi. Akawa anakuja anasikitikia tu usafiri wetu wa shida. Alipopata chance ya kupata urais akasema nitaweka daraja. Watu tukapuuza, tukamwona kama anatutania. Akasema hakika naleta daraja. Akasema nawaletea daraja, mtu alale Busisi amkie Kigongo, mtu alale Sengerema amkie Kigongo. Tunampuuza. Anakuja hapo kwa wake, mimi ni jirani yake kama shangazi yake na mke wake, anaongea. Siku moja akasema sasa ninaleta watu wa kutafiti hapa. Tukaona boti zinakuja kutafiti kina cha maji. Akasema kina ni kifupi, naleta daraja. Wakaanza kazi, weka daraja la chuma. Hivi daraja litakuja kweli? Tukaenda tukaiona kazi. Baadaye baba akapumzika. Lakini alipofariki Rais Magufuli iliwapa hofu kwamba daraja linaweza lisikamilike. Tulilia tukasema daraja letu limefikia mwisho, litabaki hili la chuma. Hili la juu nani ataliendeleza? Huyu mama atatukumbuka. Kumbe mama ana moyo wa mtu, akatukumbuka watu wa Busisi na Kigongo. Akasema ninakamilisha kazi za nani? Za mwenzangu alizoziacha, naweka hili daraja mpaka lifike mwisho. Basi
Kweli tukamwona mara ya kwanza, akaja akapita kwenye daraja la chuma, yule mama akatuambia natengeneza daraja. Sasa tukawa tunamuona kama anatutania vile, kama anatutania. Sikia sasa mpambano ukaanza. Tukaona kazi inafanyika. Kazi iendelee. Mwishowe tukasema kumbe Mungu ni mkubwa, katimiza ahadi ya baba yetu. Daraja limepita, daraja ambalo limeleta matunda Busisi. Yani Busisi tutanemeka, Sengerema yote, Misungwi, yani tuseme paka Uganda ili wanategemea daraja. Rwanda inategemea daraja. Yani tutanemeka kwa sababu hatutakaa kama zamani tulivyokuwa tunakaa masaa 5, mnasubiri gari zimerundikana, watu wanapata shida, watu wanatandika mpaka nguo. Sasa hizi ni kupita tu kama tandika nguo, kulala. Tu walikuwa wanalala hapo. Feri hazipo, zimeharibika. Wanatandika kabisa, wengine hawana hata chakula. Wengine wana watoto, mnapita mnawachungulia, mnaenda kuchota maji. Mwisho akasema na maji yawepo Busisi, wasiende ziwani, wataenda na mambo. Tukaletewa mabomba ya kutosha, kila mji, kila eneo maji ya kutosha, mpaka na vijiji jirani maji yapo. Yani tunashukuru Mama Samia, ameiona Busisi, ameiona Sengerema ya Misungwi. Yani tunamshukuru Mama Samia, tunafurahi kwa kazi njema alizozifanya. Ametuletea maendeleo mazuri. Sekondari hii hapo inajengwa, watoto wao wanalala shule, watoto wa kike. Juhudi za Mama Samia, lakini anaangalia chimbuko ni nani? Ni yule marehemu, kwamba alimwachia kwamba ainue Busisi, na kweli Busisi ametuinua. Mama tunampenda Samia. Tureno mbere cyane bisaba sukuma ba Busisi ni Sengerema na Misungwi oko kamilishe ri barabarere tureromba wize to mwana ukore mu makono abere tontukeje maswi watwenjaga mshida. Mimi naitwa Elizafani Kajeri Katukuru Mgaya. Nina umri wa miaka 78, ni mkazi wa eneo hili la Busisi. Siku moja mheshimiwa ambaye sasa ametangulia mbele ya haki alikuja hapa, akakuta kuna msongamano. Sasa kuna kaya ya mzee mmoja anaitwa Mzee Mponeja, familia yake ilipoteza watu 7. Walikuwa wamevuka ni pamoja na kwenda kupata huduma za mashine za kusaga. Sasa familia moja kwenye mtumbwi mmoja ilipoteza watu 7. Watu 7 walikufa, akanusurika binti huyu mmoja. Wanavuka na walikuwa wanatoka Kigongo kuja Busisi kwa kivuko cha makasia, kwa kivuko cha mitumbwi inayotumia makasia. Akasalimika mtu huyu mmoja tu ambaye ni Sundi kwa jina lake, Sundi Mponeja. Huyo tu mmoja, 7 waliangamia. Sasa ujio wa hili daraja ni neema, ni bahati. Yani ujio wa daraja yani ni farijiko kwa sehemu zote mbili, Kigongo pamoja na Busisi. Siku moja Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuja baada ya kifo cha Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Alikuja akatamka kwamba hili lililotokea ni maumivu kwa watu wote, hasa wa Tanzania, lakini haswa ambao tumefikwa ni watu wa Kigongo Busisi. Lakini kuondoka kwake, mimi nitajitahidi nifuate nyayo zake, nikamilishe haja ya wana Kigongo na haja ya wana Busisi, daraja lifanikiwe. Ni kweli ndoto hizo zimekamilika, ni faraja pia, kwa sababu yule bwana alisema hapa kazi tu, lakini huyu akasema kazi ifanye nini? Iendelee. Ni kweli kazi imeendelea na tumefarijika.
maana tunaona limekamilika. Kwa hiyo hiyo ndoto ya Mheshimiwa Magufuli imekamilishwa na Mheshimiwa Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumefurahi sana kwa hali kama hii, kwa kuwa ni kitu kilikuwa kimeahidiwa. Mbona ni furaha tena kumpa miaka 5 ili aweze kufanya, maana anapoahidi anatimiza. Kwa hiyo ni furaha kwetu. Hakuna shaka yoyote kwa Mheshimiwa Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuwe naye bega kwa bega kwa ajili ya kazi ya maendeleo ya Tanzania.